Kwanza sisi ni washiriki, tuko chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara, kwa hiyo ni wadau. Tantrade ni wadau wetu wa karibu, na kwa hiyo tumekuwa tukishiriki maonyesho yote. Lakini mahususi katika maadhimisho ya miaka 50 hii tumekuja na products mpya, bidhaa ambazo tumeziongeza kwenye mfumo, na kubwa zaidi tumewafikia wafugaji. Tunafanya kwenye bidhaa kama 18 za mazao ya kilimo, lakini sasa tumekwenda kwenye bidhaa za mifugo, na imekuwa ni kilio kikubwa cha wenzetu wafugaji kwamba mfumo unarasimisha wakulima. Vipi kuhusu wafugaji? Kwa hiyo ni furaha yetu leo, na tumepata wageni wengi wakifika kwenye banda letu. Kama unavyoona tumeenda kwenye mambo ya mifugo. Lengo letu ni kutaka kuwaelimisha kwamba ni namna gani mnyama anaweza akatumika kama chanzo cha mapato, kwa maana ya kwamba tunafahamu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan takriban miaka 2 iliyopita alizindua uwekaji wa hereni kwenye mifugo. Kwa hiyo sisi kama bodi ya wasimamizi wa stakabadhi za ghala tunapiga hatua zaidi baada ya wenzetu wa Wizara ya Mifugo kuwawekea wanyama hereni. Hereni ile inakuwa ndio stakabadhi, sababu hereni ina namba, ina taarifa ya mnyama. Sasa sisi zile taarifa ni muhimu kwetu kwenye kuingiza kwenye mfumo. Kwa hiyo moja, tunalenga kuwasaidia wale wanaofanya shughuli za unenepeshaji kwamba mifugo yao inaweza ikahifadhiwa kwenye mahali mahususi, lakini sasa wale wanaohifadhi mifugo yao wakawa na stakabadhi zenye taarifa za mifugo, wakaenda kwenye taasisi za fedha. Mathalan, sasa hivi tunafanya kazi na benki ya NBC ambao tayari wao wamekubali kutoa fedha, kwa maana ya pale mfugaji anapokuwa na mifugo yake imehifadhiwa kwenye eneo maalum. Kwa hiyo ghala linakuwa ni zizi, sio watu wengi wamekatuliza ghala litakuwaje, itakuwa ni nyumba au ni ghorofa au nini. Kwa hiyo zizi lile la kufugia sisi tunaliita ghala. Kwa hivyo tunahakikisha kwamba badala ya mifugo kuzunguka na wafugaji, mfugaji atakuwa na fedha zake, lakini mifugo yake ikiwa imekaa mahali pazuri, inalishwa. Hata nyama mifugo inayochinjwa kwa ajili ya nyama haitalazimika kutembea sana, kwa sababu katika maeneo ya hifadhi watakuwa wanapata chakula chao, wanapata matibabu, lakini yule mfugaji na stakabadhi yake anaweza kupata fedha. Kwa hivyo watu wanaweza kuuziana mifugo, kubadilisha umiliki, wakabadilisha kwamba mimi nikakupa wewe stakabadhi yangu ya mifugo, wewe ukanipatia fedha, lakini mifugo ikaendelea kukaa. Lakini ukiacha hilo, tunalenga pia kusaidia kwenda sokoni, ambapo tutakuwa tunawezesha kwenda kuuza kwenye minada ya kidijitali kupitia wenzetu wa Soko la Bidhaa Tanzania, yani TMX. Kwa hiyo sasa ni kwamba taarifa zile zile tunazipeleka kwenye mfumo, wanunuzi wanazipata, wanashindana, anayeshinda anatoa bei kubwa. Kwa hiyo kuna minada inaendelea ya mifugo hivi sasa, lakini tunataka tuingize mifugo kwenye taratibu za kidijitali. Lakini jambo lingine mahususi ni kwamba mifugo mingi inapouzwa minadani hivi sasa haipimi kwa kilo, inapimwa kwa macho. Ng'ombe mnene, ng'ombe mwembamba, ng'ombe mrefu, ng'ombe mfupi, bei yake itakuwa fulani. Kwa tunataka sasa mfugo ule upimwe kwenye uzito. Ukishapimwa kwenye uzito tujue ng'ombe huyu ana kilo ngapi. Kwa hiyo tutauza kilo za mnyama. Sijui kama unanifahamu. Kwa hii tunadhani itakuwa ni ukombozi mkubwa, kwa sababu hata huko duniani unakotaka kupeleka mifugo hii uhitaji taarifa za mifugo. Kwa hiyo mfumo utawezesha.